Bana, mambo vipi? Karibu katika Sports Update, karibu katika dakika 5 za kukujuza yalojiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi, karibu nikupitishe katika yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania, ni kwamba rasmi vilabu wakilishi vya Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na klabu bingwa vimerejea nyumbani, na siku ya jana tulishuhudia klabu ya Simba pamoja na Yanga wakirejea Tanzania na kupitia katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Klabu ya Young Africans wakitokea nchini Malawi wamefika jana jioni, na jioni ya leo wanatarajia kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa marudiano ambao utafanyika siku ya Jumamosi dhidi ya timu ya Silver Strikers kutoka Malawi. Na mechi za marudiano zitaanza siku ya Ijumaa kuanzia majira ya saa 11 alasiri, ambapo timu ya Azam FC watakuwa nyumbani katika viwanja vya Azam Complex Chamazi kualika KMKM kutoka Zanzibar. Ikumbuka Azam katika mchezo wa kwanza alipata ushindi wa mabao 2-0. Lakini siku ya Ijumaa saa 10 kamili jioni Dar es Salaam Africans watakuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium wakiwalika timu ya Silver Strikers kutoka nchini Malawi, na baadaye kuanzia majira ya saa 1 Singida Black Stars wao watakuwa wanakipiga dhidi ya timu ya Flambeo kutoka nchini Burundi. Na mchezo wa pale Burundi ulitamatika kwa sare ya bao 1-1, na timu ya Singida Black Stars inahitaji ushindi kwa ajili ya kutinga katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na mchezo wa mwisho utakuwa ni siku ya Jumapili majira ya saa 10 ambapo Simba Mnyama atakuwa katika uwanja Benjamin Mkapa akiwalika timu ya Nzigizini FC kutoka nchini Eswatini. Na timu ya Simba tayari wana ushindi wa mabao 3 mkononi, kwa bila shaka wanahitaji ushindi wowote ama sare kwa ajili ya kujikatia tiketi ya kutinga katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa wanawake Twiga Stars siku ya kesho majira ya saa 11 jioni watakuwa uwanjani katika viwanja vya Azam Complex Chamazi kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake AFCON 2026, ambapo watakuwa wanacheza mchezo dhidi ya Ethiopia. Na mchezo huu ni muhimu kwa timu ya taifa ya Tanzania kwani inahitaji matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, lakini pia mchezo wa marudiano kule nchini Ethiopia ili waweze kukata tiketi ya kushiriki michuano ya AFCON. Timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa wanawake inacheza mchezo wa futsal. Wao wameendelea na mazoezi kujiandaa na michuano ya kombe la dunia inayofanyika nchini Ufilipino kuanzia Novemba 21 mpaka Disemba 7, na timu hiyo wamekuwa na wakati mzuri wa kufanya mazoezi na benchi la ufundi kujiandaa na michuano hiyo ya kombe la dunia. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za michezo za hapa nyumbani. Tunaelekea katika anga la kimataifa, na taarifa kubwa ni juu ya timu ya Nottingham Forest ya pale Uingereza ambayo ina msaka kocha ambaye anakuja kukinua kikosi hicho baada ya kuachana na meneja wake katika mchezo wa siku ya Jumamosi kufuatia kipigo cha mabao 3-0 kutoka kwa Chelsea. Sasa timu ya Nottingham Forest inasemekana kwamba wamemalizana na kocha Sean Dyche ambaye anakuja kukinua kikosi hiko. Taarifa kutoka Uingereza ni kwamba Sean Dyche pamoja na Nottingham Forest tayari wameshafikia makubaliano, na muda wowote kutoka sasa wanaweza wakasaini kandarasi na Sean Dyche akawa ni kocha mpya anakuja kukinua kikosi hiko cha Nottingham Forest. Kwa mara nyingine tena leo ni usiku wa UEFA Champions League, na UEFA inarejea katika mzunguko mwingine ambapo mechi mbalimbali zitachezwa siku ya leo na kesho. Na ratiba ya leo ni kwamba mechi ya kwanza itachezwa kuanzia majira ya saa 1:45 ambapo itawakutanisha Barcelona dhidi ya Olympiacos, lakini muda huo Kairat watawalika Pafos, na kuanzia majira ya saa 4 Newcastle United watawalika Benfica, PSV watakuwa na kipiga dhidi ya Napoli, Bayer Leverkusen watawalika PSG pale nchini Ujerumani, na Union Saint-Gilloise watawalika Inter Milan, na Copenhagen watawalika Borussia Dortmund, huku Villarreal ya Hispania wakiwalika Manchester City, na mchezo wa mwisho utakuwa ni kati ya Arsenal dhidi ya Atletico Madrid pale nchini Uingereza katika uwanja wa Fly Emirates. Hiyo ndio ratiba ya michezo ya leo ya UEFA Champions League, na mechi nyingine zitaendelea hapo kesho. Tutakujuza ni nani na nani watakwenda kukutana na ni matokeo gani ambayo yatapatikana siku ya leo. Utayapata hapo kupitia Sport Update. Mpaka hapo hatuna la ziada katika Sport Update ya siku ya leo. Ni kusihi uendelee kulambaza katika mitandao yetu ya kijamii kama TBC2 Online uweze kupata taarifa kemkem za kimichezo ambazo zinajiri kutokea hapa Ujinjani HQ. Mpaka wakati mwingine, bye bye.